Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo ni Ijumaa, juma la 28 mwaka C wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza. Somo katika waraka Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 4 aya ya kwanza mpaka ya 8. Na somo la Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 12 aya ya kwanza mpaka ya 7. Karibu tusikilize Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Luka. Wakati huo makutano walipokutanika elfu hata wakakanyagana, alianza kuwaambia wanafunzi wake kwanza, jilindeni na chachu ya Mafarisayo ambayo ni unafiki. Lakini hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Basi yoyote msemayo gizani yatasikiwa mwangani, na mlionena sikioni mwa mtu katika vyumba vya ndani yatahubiriwa juu ya dari. Nami nawaambia nyinyi rafiki zangu, msiogope hao wauao mwili, kisha baada ya hayo hawana walizalo kutenda zaidi. Lakini nitawaonya, mtakayemwogopa mwogopeni yule ambaye akiisha kumuua mtu ana uwezo wa kumtupa katika Jehanamu. Naam, nawaambia, mwogopeni huyo. Je, mashomoro 5 hawauzi kwa senti 2? Wala hasauliwi hata mmojawapo mbele za Mungu? Lakini hata nywele za vichwa vyenu zimeshahesabiwa zote. Msiogope basi, bora nyinyi kuliko mashomoro wengi. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Karibu mpendwa msikilizaji, tuweze kutafakari sehemu ya maandiko matakatifu tuliyosikia hivi punde. Leo kanisa linafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Ignasi wa Antiokia, askofu na shahidi wa imani. Alizaliwa mwaka 35 kabla ya Kristo na ni mmoja wa wanafunzi wa Mtume Yohane. Baada ya kufundishwa imani, alichaguliwa kuwa askofu wa Antiokia, mji uliokuwa kiini cha Ukristo wa mwanzo, na ndiko Wakristo waliitwa kwa jina hilo kwa mara ya kwanza, ukirejea Matendo ya Mitume sura ya 11 aya 26. Wakati wa mateso makali chini ya Kaiser Trajan, Ignasi alikamatwa kwa kosa moja tu, kwamba alikuwa Mkristo na aliongoza kanisa. Alisafirishwa kutoka Antiokia hadi Roma akiwa kifungoni, akijua fika kwamba huko Roma angeuliwa hadharani kwa wanyama porini. Safari yake ya kufungwa ikawa safari ya mahubiri ya mwisho. Akiwa njiani, aliandika barua maarufu kwa makanisa mbalimbali, akiwatia moyo waumini washikamane na Kristo, waishi katika upendo, watii wachungaji wao na wasalie katika imani yao katika Ekaristi Takatifu. Moja ya kauli zake mashuhuri ni, ninaandikwa kwa meno ya wanyama ili nipate kuwa mkate safi wa Kristo. Maneno haya yanaonyesha moyo wake wa imani thabiti, usiwe na hofu ya kifo, bali ukitamani kuunganishwa kabisa na mateso na ushindi wa Kristo. Hapa tunaona kwa namna ya pekee Injili ya leo ikitimia. Yesu anasema, msiwaogope wale wauao mwili kisha hawana zaidi ya kufanya. Kurejea Injili ya Luka sura ya 12 aya ya 4. Mtakatifu Ignasi hakumwogopa Kaisari, hakuogopa mtesaji wala simba, bali alimtumainia Mungu. Alijua kuwa mwili unaweza kufa, lakini roho iko mikononi mwa Mungu mwenye uhai wa milele. Hii ndiyo imani ya kweli, imani isiyo na unafiki. Yesu pia anatuonya, jihadharini na chachu ya Mafarisayo ambayo ni unafiki. Mafarisayo walionekana wacha Mungu mbele ya macho ya watu, lakini walijaa hila na kiburi ndani yao. Mtakatifu Ignasi anakuwa kinyume cha mfano huu. Aliishi maisha ya unyoofu na kweli, hakuvaa sura ya imani wakati moyo wake uko mbali na Mungu, bali aliunganisha ukweli na Kristo kwa moyo, maneno na matendo yake. Katika Injili hii Yesu anasema,
Je, shomoro watano hawauzi kwa senti 2? Lakini hakuna hata mmoja wao aliyesahaulika mbele za Mungu, hata nywele za vichwa vyenu vimehesabiwa vyote. Msiogope, nyinyi ni wa thamani kuliko shomoro wengi. Ukirejea Injili ya Luka sura ya 12 mstari wa 6 mpaka wa 7. Maneno haya yanatufariji leo. Kila mmoja wetu ana thamani kubwa machoni pa Mungu. Kama Mungu anamjali shomoro mdogo, je, si zaidi wanadamu aliwaumba kwa sura na mfano wake? Mtakatifu Ignasi alielewa hili vyema. Hakujihesabu mpotevu, bali mtoto wa Mungu mwenye thamani kubwa, kiasi kwamba maisha yake yote yalikuwa sadaka safi kwa Mungu. Kwa hivyo, mfano Mtakatifu Ignasi unatufundisha mambo makuu kadhaa kwa maisha yetu ya sasa. Ujasiri katika imani. Tusiishi kwa uoga mbele ya dunia. Wengine wanaweza kutudhihaki kwa imani yetu, lakini kama Mtakatifu Ignasi tumshuhudie Kristo waziwazi. Tuepuke unafiki. Tusiwe Wakristo wa maneno au sura nje pekee, bali Wakristo wa moyo ulio safi. Mungu hawezi kudanganywa. Yote yaliyofichwa yatafunuliwa. Kujua thamani yetu mbele ya Mungu. Hatupaswi kuishi kwa hofu au udhani tumesahaulika. Mungu anajua kila undani wa maisha yetu, hata nywele za vichwa vyetu zimehesabiwa. Kukubali mateso kama sehemu ya ushuhuda. Maisha ya Mkristo si rahisi, lakini changamoto na mateso yetu tukiyakabidhi kwa Mungu yanakuwa njia ya ushindi wa kiroho. Kwa hiyo, Injili na maisha ya Mtakatifu Ignasi wa Antiokia yanatufundisha kutokuwa Wakristo wa unafiki, bali Wakristo wa kweli na ujasiri. Leo tunahimizwa kuacha hila na sura ya uongo, kuishi imani safi mbele za Mungu na kuwa mashahidi wa Kristo kwa maneno na matendo. Kama Ignasi, nasi tuwe tayari kusema, afadhali niangamie kwa ajili ya Kristo kuliko kuishi bila yeye. Tukiwa na moyo wa imani kama Mtakatifu Ignasi, tusikubali hofu za kidunia zitutawale. Tujue thamani yetu mbele ya Mungu, tuishi bila unafiki. Tuwe wamoja katika kanisa na tushuhudie imani yetu kwa ujasiri na ukweli. Hapo tutakuwa mkate safi wa Kristo unamletea Mungu heshima na utukufu. Msiogope, nyinyi ni wa thamani kuliko shomoro wengi. Ukirejea Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 12 aya ya 7. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Benedict Kenan Nyotoka wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina.